Habari zenu vipenzi vyangu, karibuni kwenye episode yetu ya leo, na kama kawaida tunawataja watu watano ambao wali-comment kwenye episode yetu iliyopita. Kama unataka utaje kwenye episode zetu, inabidi uwe wa kwanza. Yaani ukiona nimepost unakimbia kuja kucomment jamani. Please naomba mnisupport, naomba ukiona video yangu like, comment, share na marafiki zako, subscribe kwenye channel yangu, kuendelea kunisupport jamani. Kama kawaida mimi naambia kila siku jamani, mimi siombi pesa. Mimi ninachoomba ni support tu jamani. Na kama kawaida leo ninataja majina ya watu watano ambao waliwahi kucomment kwenye episode yetu iliyopita. Na mtu wa kwanza anaitwa Raisan Labos. Mtu wa pili anaitwa Maria Mhone, wa tatu anaitwa Digna Datson, wa nne anaitwa Culture the Boy, na watano anaitwa Gracie Taino. Jamani, nawashukuru sana, asanteni kwa kuwahi, asanteni kwa kucomment, asanteni kwa kusubscribe, asanteni kwa support jamani. Karibuni kwenye episode yetu ya leo. Jamani, mimi nimeolewa. Tena kipindi naolewa na mume wangu mimi tulikuwa tuna maisha ya kawaida. Maana unajua tumesoma wote, tumeenda wote shule, tumeenda wote chuo, tuko pamoja kila mahali. Sasa mimi yani katika harakati zote hizo nilikuwa najua mume wangu anapenda pesa. Yani mume wangu ni mtu ambaye anapenda pesa. Yani yule ni mtu ambaye kufaana yani vyovyote vile yani alishajiapizaga lazima apate pesa. Yani pesa, yeye anataka pesa. Mpaka wakati mwingine kuna vitu anafanya mpaka unamwambia mume wangu jamani, hivyo vitu ambavyo unafanya like unajua ni hatari, unajua kuna vitu hatari ambavyo yani anasemaga yani mimi niko tayari kufanya kitu chochote kwa ajili ya utajiri. Siku moja nikamuuliza, "Upo tayari kufanya kitu chochote kwa hiyo hata kuua, hata kufanya nini upo tayari?" Akanambia kuua. Akawa anajifikiria lakini moyoni nikasema hii kujifikiria hii ambayo sio ya kukataa moja kwa moja. My friend, kuna jambo. Nikaona yani hapo tu niliona red flag, nikaona yeye hapana, my friend ukiona red flag kimbia. Mimi akawa hata sikukimbia, nikaendelea naye. Basi tulipomaliza chuo nikawa nimepata kazi wa kwanza. Nilipopata kazi akaniambia, "Oh, wewe endelea kufanya kazi, tuendelee kusapotiana." Ni hapo kabla ya kuoana hapo. Tuendelee kusapotiana. Kwa hiyo pesa nilikuwa naipata tukao tunasapotiana mimi na yeye. Ikafikia stage akawa anataka nimpe mshahara wangu wote, nikamwambia kukupa mshahara wangu wote my friend hapana. Kila mtu anatakiwa awe na uhuru wa kufanya nini? Wa kufanya anachokitaka. Ila kwenye kusupport na kusupport kwa kila kitu kwa haina shida. Akaniambia basi tutafute sehemu, tukatafuta sehemu, nikalipia kwa sababu wakati huo mimi ndo nilikuwa nafanya kazi. Nikalipia, tukakaa tukaanza maisha. Sasa mume wangu akawa anatafuta kazi yapati. Kila anapoenda ni akienda akipeleka CV akipeleka nini yapati, hamna chochote. Tukawa tunaenda mpaka kwenye maombi hamna, nakwambia tukaenda mpaka kwa waganga hamna. Siku hiyo akaja nyumbani ana furaha, my friend ni ana furaha hatari. Akanambia, "Mke wangu, nimepata deal la hela." Nikamuuliza deal gani? Akanambia kuna deal nimelipata la hela ndefu, lakini kabla sijasaini hilo deal inabidi tufunge ndoa. Nikamuuliza deal hilo dili ni dili gani? Labda wanataka kusafiri, wanahitaji cheti cha ndoa au ni nini? Akaniambia hapana, hilo dili ambalo nimepata ni lazima niwe na mke wa ndoa. Mimi sikujua kwa nini. Alafu sasa akaniambia, imagine mimi na yeye wote sisi ni Wakristo, lakini akaniambia inabidi tufunge ndoa ya serikalini, tusifunge ndoa ya dini. Yaani hatutaki kufunga ndoa ya dini yoyote. Mimi hata sikuelewa hilo, kwa sababu nikasema kwa sababu mwisho wa siku tunapata naniliu vyeti vya ndoa, tunakuwa tupo kwenye ndoa, haina shida. My friend, nikakubali. Ningejua kipindi hicho my friend. Basi bwana, sasa tukaingia kwenye ndoa. Tulivyoingia kwenye ndoa ile siku tumemaliza tu kufunga ndoa, tumekaa honeymoon siku 7. Mwanaume akanambia anataka kusafiri, kuna sehemu anataka kwenda. Nikamwambia haya. Basi akawa ameondoka. Akaenda huko akakaa mwezi mzima. My friend, mwezi mzima. Na huko alipokuwa inaonekana alikuwa kijijini, japokuwa yeye hakutaka kuniambia mimi yuko wapi. Yaani nikimpigia simu, unajua ile inakuwa kama inaita afu inakata. Mara wakati mwingine inakaa muda mrefu haiti. Inakata tu. Ukimpigia akipatikana mnaongea inaanza kuscratch, yani kama yuko kijijini maporini ambako hakuna internet. Nikawa namuuliza uko wapi, my friend hakuniambia yuko wapi. Mimi aliniambia tu anasafiri lakini hakuniambia anapoenda, my dear. Basi baada kama ya mwezi hivi akawa amerudi. Aliporudi my friend, unajua mtu mwenye raha, alikuwa ana furaha hatari. Sasa hiyo siku wakati tumekaa mezani tunakula, nikawa nimemwangalia vizuri. Kwanza amekuwa mweusi. Alafu mimi mapenzi yangu mimi napenda tuangaliane uso kwa uso. Yani napendaga kumwangalia sana mume wangu hata tukiwa tumekaa labda nimshike nini. Nilicho notice my friend alikuwa na chale. Sio ndio vizuri. Alikuwa na chale mwili mzima, mgongoni. Kwanza nilipoona chale hivi nikamwambia mume wangu tukaoge wote ili nimuobserve vizuri. My friend ni alikuwa na chale vibaya mno. Sio ndio vizuri. Nikamuuliza, "Mbona una chale nyingi hivyo?" Akanambia, "Wewe hivyo vitu hata havikuhusu, hivyo vitu usijali. Wewe cha muhimu wewe unataka maisha, wewe unataka kuishi na mimi. Mimi nimehangaika sana na nishakwambia ni chochote kile. Mimi niko tayari nipate pesa. Kwa hivyo vingine mimi niacha." Mimi nikaona, haya ngoja mimi nimwache kwa sababu ni mume wangu, ngoja nimwache, sikumuuliza sana. Sasa bwana, kesho yake akaamka asubuhi. Hapo amekuja na begi. Alipoondoka aliondoka na begi moja. Lakini alivorudi akarudi na kibegi fulani hivi vile begi vya kushika mkononi vile. My friend, nikaona katoka nje. Alipotoka nje akanifungia.
akanifungia ndani. Na muuliza mbona unanifungia ndani, unataka kuondoka, unataka kusafiri? Akaniambia hapana, sitaki kusafiri, lakini kuna kitu nataka nikifanye. Sikujua hata amefanya nini. Alivorudi akarudi, lakini alivorudi ndani nikasikia na harufu za ajabu ajabu, yani ananuka dawa, ananuka madawa ya kienyeji. Nikamuuliza umetoka kufanya nini huko nje? Akaniambia hamna, wewe hata usijali. Basi sasa akawa na tabia ya kupika. Sio, unanielewa vizuri, akawa na tabia ya kupika, lakini sio kupika kila siku. Kuna wakati anaweza akatoka huko, akaja akaniambia mke wangu nataka nikupikie. Anapika chakula. Akipika chakula ananipakulia yeye mwenyewe huko jikoni. Na kawaida huwa mimi kuna container fulani ambayo tunapakulia chakula, tunakuja kuweka mezani afu tunajipakulia. Akawa hataki. Anapakulia huko jikoni, anakuja ananiwekea. Mimi sikudoubt kwa sababu ni mume wangu na sina sababu yoyote ile ya kumdoubt kwa nini ananipakulia chakula huko jikoni. My friend, mimi nikawa nakula, nikawa sina wasiwasi wowote. Basi siku hiyo nikaamka asubuhi, yani najisikia kama ninajisikia ni ovyo kichefuchefu, yani kama unajua kichefuchefu kama hali ya mimba, japokuwa sijabeba mimba, lakini kimoyoni nikawa najua kabisa hapa hali sio nzuri. Nikasema simwambie, ngoja kwanza niende nikapime, nikijua kwamba nina mimba ndio nitaenda kumwambia mume wangu kwamba mimi ni mjamzito. Nikaenda nikanunua kipimo, my friend, nikapima nikakuta nina mimba. Nikafurahi, nikaja nikamwambia mume wangu nina mimba, akafurahi. Yani alifurahi kupitiliza. Yani ile furaha alifurahi kupitiliza. Yani hata sikujua kwa mpaka nikawa najiuliza hii furaha ni furaha ya mimba tu, yani kama mtu kaambia umeshinda bilioni ngapi, ni furaha ya mimba tu, my friend. Mimi sikujua kilichokuwa kinanifuata my dear. Basi akawa yani nakwambia hivi, akawa ananipenda, akawa ananijali. Sasa akaniambia usipike. Yani usipike hata siku moja, siku zote mimi nitakuwa napika. Kwa hiyo yani kuanzia pale akawa anapika yeye mwenyewe. Sasa my dear, nikawa nachoka, yani nachoka kupita maelezo. Sasa hapo mimi unajua mimi sije kubeba mimba. Kwa hiyo mimi nikawa nachukulia ile kuchoka ni hali ya kawaida. Mimba ikawa imefikisha kama miezi 5 hivi, naenda miezi 5 miezi 6. My dear, siku hiyo nikawa nimelala usiku. Nimelala nikaota. Niko sehemu ambayo ni sehemu tupu. Yani sehemu ambayo niko tupu. Yani kuna utupu, kuna uwazi, unajua kuna kama uwanja, kuna uwazi, hakuna majani, hakuna chochote. Nikawa nimesimama pale. Kwa mbele nikamuona mume wangu. Yuko kasimama na mbaba mmoja hivi ambaye kavaa kama kanzu jeupe kutoka juu mpaka chini, alafu hilo kanzu lina kofia, alafu hiyo kofia kafunika usoni, kwa hiyo huwezi kumuona, yani hiyo kofia imefunika mpaka hapa hivi. Mume wangu, nikamwona mume wangu ana mtoto, amemshika mtoto, yani katoto kadogo ambako kako uchi, amekashika amekabeba ambako kitovu chake bado kinaning'inia. Akawa amemshika ule mtoto na kitovu chake bado kinatoka damu, mtoto anaonekana bado yani yuko kama anatoka damu. Akaenda akamkabidhi yule baba. Yule baba akapokea, akacheka. Yani akacheka ha 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 ha. Baada ya hapo yule baba akapotea, mume wangu akapotea, afu nikashtuka. Nimeshtuka, natoka jasho, yani ninatoka jasho, mwili wote unatoka jasho. Nakwambia hapo nikaogopa, nikamwamsha mume wangu, amka, anaamka. Kimya. Mume wangu amka, kimya. Nikasema huyu amefanya nini, au labda amekufa? Na mgusa anahema vizuri, joto lake la mwili liko vizuri. Nikasema Mungu wangu, huyu labda ana tatizo gani? Nilimwamsha na kumwamsha wapi ya kuamka. Nikaamka, nikaenda zangu jikoni, nikaenda nikanywa maji, nikakaa sebuleni, nikawasha TV, nikawa naangalia kwa sababu anahema, kwa sababu ana joto. Nikasema haina shida, muache alale. My dear, kesho yake asubuhi akaamka, yani akaniambia mke wangu, yani nina furaha sana, uwezi kuamini. Namuuliza una furaha ya nini? Ananiambia wewe uwezi jua tu. Yani nikikwambia uwezi kuelewa, lakini wewe kama ukijua kwamba mimi nina furaha sana. My friend, mume wangu akawa ameondoka. Alipoondoka ile mchana, sasa nikawa nipo sebuleni naangalia TV hapo. Mind you, mume wangu anapikaga, anaosha vyombo, anafanya kila kitu. Basi nikawa nimekaa zangu sebuleni naangalia TV, mimi nikasikia kitu kimepita kwenye tumbo sha. Yani kama kitu kimenikata kwenye tumbo. My friend, hapo nikasikia damu nyingi. Yani nikasikia huku chini nimeloa sasa. Na inuka my dear, ni damu nyingi zinatoka. Yani natoka damu nyingi vibaya mno, mpaka nikasikia kizunguzungu, nikadondoka. Na kuja kushtuka niko chumbani. Nimelala chumbani. Na muona mume wangu kakaa hapo pembeni. Lakini alipokuwa amekaa hapo pembeni ni kama unajua mtu ambaye anajifanya na majonzi lakini hana majonzi. Ni kama yule mtu ambaye unamwambia tabasamu anafanya. Badala ya kutabasamu ile tabasamu genuine anafanya. Ndio ile huzuni ambayo nimeiona kwa mume wangu. Akaniambia mke wangu pole, sijui unajua ni mipango ya Mungu nini. Sasa mind you, ile siku baada ya kumwamsha ile usiku sikumwambia chochote. Yani sikumwambia kwamba eti nilikuwa nakuamsha nini usiku nimeota ndoto mbaya. Niliogopa kumwambia, nikasema nisije nikamwambia akaona kwamba yani unajua vile umeota ndoto mbaya vile kumwambia mtu anaweza labda akajisikia vibaya kwamba labda nimemuona mchawi au vipi, kwa hiyo sikumwambia. Akaniambia mke wangu pole, kama ni mtoto tutapata mwingine, kwa hiyo wewe usijali. My dear, hiyo siku akawa ametoka, akaniambia kuna sehemu natoka naenda. Akawa ametoka sasa, hapo amenipa dawa tu, akaniambia ninywe, nikamwambia twende hospitali maana na hapo tumbo lishapoa. Nikamwambia sasa kama hii mimba inaonekana imeharibika, twende hospitali. Akaniambia mke wangu usijali, tusiende hospitali, mimi najua mimba imeharibika, wewe usijali, meza dawa hizi hapo, uchafu utatoka, kila kitu kitatoka. Na mind you, kitu ambacho tulikuwa tunasomea kilikuwa kinaingiliana na masuala ya dawa, masuala ya dokta. Kwa hiyo nilijua kabisa yani kwamba yani hichi anachoniambia kitakuwa kina ukweli ndani yake, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa najua, ila nilitaka kwenda kuhakikisha kama mimba imetoka niende nikasafishe vizuri, lakini akanambia no, chill at home. Basi akawa ameondoka. Aliporudi jioni my dear, amerudi ana raha, amerudi anafurahi. Picha linaanza. Akarudi akaniletea iPhone.
mpya ambayo ndio imetoka mwaka huu. Yaani ndio iPhone zilikuwa zimekaa kama miezi 2-3 sijui hivi ambavyo ndio zimeingia Tanzania. Akarudi na iPhone mpya. Akaja akaniambia mke wangu, sorry, samahani, mimba imetoka, nimekuletea iPhone kwa sababu ya machungu, kimepanda kimeshuka. Mimi nikawa najiambia, yaani huyu mwanaume kapata wapi nguvu ya kwenda kununua iPhone? Unajua mwanaume mwingine atakuwa na huzuni, lakini hii nguvu ya huyu mwanaume kwenda kununua iPhone ameipata wapi? Nikasema okay, haina shida. Akanipa ile iPhone nikachukua. Basi nikajiuguza nyumbani, masuala yakawa yameisha hivyo. Baada kama ya mwezi sasa, ile mimba ilipotoka baada ya mwezi, siku akarudi nyumbani akaniambia, mke wangu, kuna kitu nataka nikwambie, ni kitu kizuri sana. Kwa sababu karudi ana furaha sana. Kuna kitu kizuri sana nataka nikwambie. Nikamwambia niambie. Akaniambia, nilikuwa najenga kisirisiri, sijakwambia. Kuna sehemu nilikuwa najenga, lakini nimeona niuze ile sehemu ninunue apartment, kwa sababu kuna hela nyingine ambayo nilikuwa nimeipata. Kwa hiyo nimeuza ile nyumba, nimenunua apartment sehemu, yani nyumba yetu ya kwenda kuishi. Kwa hiyo inabidi tukaangalie, tufanye usafi, kama kuna kitu nataka tukiweke kwenye ile nyumba tuweke, ili tufanye nini, ili tuhamie. Nikamwambia sawa. Sasa mimi hapo nikawa najiuliza hizi pesa yani kazipata vipi? Kwa sababu kuanzia alivyoondokaga ule mwezi wa kwanza ule, alivyoondokaga kule alikoenda kakaa mwezi mzima, hajaye kuniambia anafanyaga nini. Yeye huwa ananiambia tu usijali, as long as unakula unaishi vizuri, wewe hata usijali kuhusu kuniuliza vitu gani ambavyo mimi nafanya. Sasa mimi mawazo yangu alivyoniambia twende kwenye ile apartment, nikajua nika apartment kadogo, my friend. Nilivyofika ngoja nikae vizuri. Sio nyumba, ni kasri. Ni kasri kama kasri la kifalme. Ni nyumba, yani ni nyumba zile nyumba ambazo ukipita tu nje unajua ni nyumba ya kitajiri. Yaani unajua hii nyumba wanaoishi ndani wana pesa. Nikamuuliza mume wangu, hii pesa umetoa wapi ya kununua hii nyumba? Akaniambia usijali. Mambo wewe usijali. Kwani kuna shida gani? Yaani wewe ishi maisha. Mimi nishakwambia mimi nitafanya chochote kile nipate pesa. Sasa hapo mimi sijaunganisha na vitu vilivyotokea mwanzo. Basi tukaenda tukafanya usafi, tukahamia. Ile siku ambayo tumehamia, yani ile siku ya kwanza tu ambapo tumehamia, tumeingia mle ndani kama kawaida. Mume wangu akanifungia mle ndani chumbani, akaniambia usitoke kabisa. Akawa ametoka nje, amekaa kama nusu saa hivi. Nikawa nasikia kama mtu anachimba. Unajua mtu akiwa anachimba chini unasikia vile vishindo. Nikawa nasikia kama mtu anachimba. Nikasikia amezunguka pande zote huko, ameenda amechimba, sijui hata alikuwa anafanya nini. Na alitoka na lile begi ambalo huwa anakuaga nalo. Sasa alivyomaliza kufikia huko ndani, akawa amekuja kumtoa kule chumbani kwetu, akaniambia toka, akaniacha sebleni, akaingia chumbani na lile begi, akaenda. Nikasikia pia kama anavunja tiles, maana mle ndani kuna tiles. Nikasikia kama anavunja tiles. Akamaliza kufanya alichokuwa anakifanya, akatoka nje, akachukua simenti, akaenda akafanya alichotaka kufanya, akamalizia. Sasa mle ndani kuna chumba kimoja ambacho alikuwa anawekaga vitu vyake. Akaniambia kabisa huko chumbani usiingie, yani kwenye hicho chumba usisubutu kuingia kwenye hicho chumba. Nikamwambia sawa, maisha yanaenda vizuri, mimi sina shida yoyote. Basi tulivyohamia kwenye hiyo nyumba, tukakaa kama miezi 6, something kama miezi 6-7 hivi. Nikaamka tena asubuhi nakwambia, yani niko sasa najisikia kichefuchefu, mara nimechoka nini. Nikasema ngoja nikapime. Nikaenda nikapima, nikakuta nina mimba. Nikasema simwambie mume wangu, ngoja nisubiri. Sijui hata ni kitu gani ambacho kiliniambia nisubiri. Basi nikakaa kama sasa hiyo mimba ikawa imefikia kama mwezi. Napata kichefuchefu, napata nini, lakini najizuia, yani unaelewa vizuri, sio sana kwa sababu ilikuwa haijachangamka. Siku mume wangu tukawa tumelala. Usiku akawa ameshtuka, akaniamsha, Lizi amka. Nikaamka. Akaniuliza, Lizi una mimba? Nikamuuliza kwa nini umesema hivyo? Akaniambia wewe niambie una mimba? Nikamwambia yes. Akaanza kufoka. Kwani hujaniambia? Unataka kuniharibia ratiba zangu? Kwani hujaniambia kama wewe ni mjamzito? Nikamwambia mimi sijakwambia, kwa sababu yani nilikuwa nasubiri, nilikuwa nahakikisha kwanza, yani nilikuwa nahakikisha kama nina mimba. Unahakikisha nini? Kwani ulipopima si ulikuta una mimba? Unataka kuhakikisha nini? Kwamba unahisi mimba itapotea? Kwani hujaniambia? Akakasirika, nakwambia, akatoka, akabamiza mlango, akaenda kulala kwenye chumba cha wageni. Mimi sasa hapo nikajiuliza, ili swala mimi nina mimba, mume wangu kilichomkasirisha hivyo ni kitu gani? Mimi hata sikuelewa. Basi kesho yake asubuhi akaamka, akaja akaniambia, mke wangu, samahani, unajua nilikuwa na hasira tu, kwa nini usingeniambia? Wewe ni hauniamini au ni kitu gani? Nisamehe mke wangu, basi naomba tufanye nini? Nikamwambia sawa, yameisha, tuwe na amani. Kama kawaida, same thing ambacho kilichotokea. Akaniambia usipike, usifanye chochote, mimi nitakuwa nafanya ninachokifanya. Basi akaanza kunipikia. Hivyo nikaanza kujisikia nimechoka, sijisikii kufanya chochote. Akaniambia huu uchovu ni uchovu wa kawaida kwa sababu ni mjamzito. Nikaanza na clinic, my friend. Nikawaelezea jinsi ambavyo nimechoka, wakawa wananipa dawa, wananiambia hapa dawa zitakusaidia kukupa energy, sijui kitu gani, lakini hazikuwa zinafanya kazi. Mchoko huko pale. Wakawa wananiambia ni kawaida kwa mama mjamzito, kuchoka ni jambo la kawaida. Basi mimba ikaenda ikafikisha miezi ile. Siku hiyo nikawa nimelala tena usiku. Nikaota ndoto ile. Nimemwona mume wangu yuko na huyo baba, amevaa kanzu nyeupe yenye kofia ambayo imefunika mpaka hapa hivi usoni.
wako wote. Mume wangu amemshika mtoto ambaye bado ana kitovu chake, tena kinaning'inia bado kinatoka damu, akamkabidhi yule baba. Yule baba akafurahi afu akapotea. Na mume wangu naye akapotea, na mimi nikashtuka. Na naamka tena, namwamsha mume wangu, haamki. Nikakaa hapo kitandani, nikamwamsha haamki. Nikamwagia mpaka maji, hakuamka yule baba. Sio, naelewa vizuri. Nikakaa, ikabidi nitoke sebeni. Sasa nikaenda kukaa sebeni, nikaanza kutafakari, nikajiuliza. Sasa hapo nikaanza kuogopa. Asubuhi alivyoamka tu nikamwambia kwamba nimeota 1 2 3. Hata kipindi kile wakati ile mimba inatoka niliota vile, na kesho yake mimba ikatoka. Kwa hiyo please naomba usiondoke, labda ni ishara mbaya, labda hii mimba inatoka. My friend, mume wangu badala hata anisikilize, awe mpole, akae aseme okay mke wangu siendi. My friend, mume wangu alikuwa mbogo. Alikuwa mkali. Unataka niondoke? Wewe unajua mimi ninachokifanya? Unajua ninachokifanya kwa ajili ya familia? Yaani wewe umeota kwa sababu umeota ndoto unataka mimi nisiende kazini. Unajua mambo ambayo yatatokea. Unajua vitu ambavyo mimi nafanya kwa ajili ya kukaa na familia. Unaniambia eti nisiondoke, nisiende kazini. Una akili kweli wewe? Hebu uniondolee ujinga. Mume wangu nakwambia. Akavaa viatu huyo, my friend, akaondoka. Alivyorudi kabla hajarudi, alipoondoka mchana, sasa nikawa nimekaa. Sasa unajua hivi ile roho inaniuma kwa sababu najiuliza, Mungu wangu, sijui ndio najiuliza sasa, sijui mimba itatoka. Nimekaa haikutoka, yani sikusikia chochote, sikuuma, sikufanya nini mpaka jioni mume wangu akarudi. Alivyorudi akaniambia, mke wangu nina raha sana. Yaani nina raha sana, huwezi kujua. Nikamuuliza una raha sana kwa sababu gani? Akaniambia hamna mke wangu, wewe usijali. Akapika kama kawaida, akapika, akaja mezani, akanipa chakula, nikala. Basi usiku sasa nikaanza kuota usiku. Niko sehemu mwenyewe nimesimama, alafu kuna mtu mbaba yule ambaye ndio namuonaga na mume wangu amekuja akanishika tumboni. Yaani amekuja akanishika tumboni, akaingiza mkono tumboni. Yaani nasikia kabisa mkono umeingia tumboni, akatoa yule mtoto. Naona kabisa ametoa mtoto, amekashika kama katoto hivi, kwa sababu sikalikuwa kashaform kama katoto. Kashika kale katoto, akaniambia asante sana. Hiyo asante sana alivyoniambia kwa sauti ya mungurumo wa ajabu, my friend, nashtuka. Ile alipopotea nikashtuka, my friend. Nilivyoamka naangalia, nimeinuka naangalia hivi, kitanda kimeloa damu. Utafikiri ni mtu kaleta ndoo ya damu amekuja kumwagia pale kitandani. Ndio nikamwamsha mume wangu, sasa akaamka. Nikamwambia mume wangu angalia. Alivyoamka tu akaniangalia, afu nikaona kama katabasamu kwa habari. Halafu akafiksi sura yake, sasa akajifanya sasa amerudi, sasa yuko kwenye huzuni, yuko na mimi sasa. Okay, pole mke wangu, jamani, mbona Mungu anafanya hivi? Mbona sijui matukio yanatutokea hivi? Sijui imekuaje? Nakwambia kaongea pale, nakwambia kaongea. Kaniambia mke wangu pole, akanipeleka bafuni, akaenda kaniogesha, akachukua pedi, akanivalisha. Ananiambia mke wangu samahani, pole sana, hii ni mitihani ya Mungu, itapita tu, sijui kitu gani. Kaongea vitu vingi. Basi mimba ndio ikawa imetoka hivyo. Akaniambia pia usiende hospitali, akaniletea dawa, nikameza dawa, hivyo mimba ikawa imeisha. Sasa baada alikaa kama wiki, baada ya wiki akaja. Basi hapo mind you, wakati tunaishi hapo hivi, mume wangu alishanunua magari kama 3 4 hivi. Nikawa namwambiaga like, hizo pesa za kununua magari unazipata wapi? Mbona hivi? Akawa ananiambia wewe usiulize, yani wewe usitaki kujua, yani iwe hivyo tu. My dear, akawa ameondoka, amerudi. Alivyorudi akaingiza gari ndani, alafu geti likabaki wazi. Akaniambia mke wangu njoo nje, kuna zawadi yako. Akawa amenifumba macho, nikawa nimefumba macho. Hapo bado yani sina nguvu, yani bado ule ulege bado upo. Akaniambia mke wangu toka nje, kuna kitu nataka nikuonyeshe. My dear, natoka nje, kaniletea my dream car. Yaani ile gari ambalo mimi nikioga njiani, nikiwa nipo na mume wangu tuna drive ama tunaenda wapi ama tunafanya nini, yani ni my dream car ambayo nikipitaga barabarani huwa naionaga na iota. The car is expensive, my friend. My dream car iko pale nje, imefungwa maua, kila kitu. Akaniambia surprise mke wangu, nimekununulia gari. My dear, nikasahau uchungu wa kupoteza mtoto kwa dakika 0. Nikafurahia. Akaniambia mke wangu, unajua wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu, yani wewe hujui tu. Wewe ni mtu muhimu sana. Nashukuru sana mke wangu, yani bila wewe kwenye maisha, yani vitu vyote visingewezekana. Mimi hapo nikajiuliza, bila nini visingewezekana? Mimi nakufanyia nini hapo? Dada na huyu ana kichwa kizito huyo. Hapo mimi nakufanyia nini hapo? Mbona hivyo? Basi tukawa tumeingiza ile gari ndani, tukaenda wenyewe tukasherehekea, nikapika vizuri, tukala hivyo. Sasa baada ya kupoteza ile mimba, nikawa nimeenda hospitali. Nikamwambia mume wangu twende hospitali kwa sababu sijui kwa nini hizi mimba zinapotea. Labda kwa nini hizi mimba zinatoka, labda kuna kitu ambacho sisi hatukijui. Tukaenda hospitali, tukaenda tukapima, akasema hamna chochote, hawaoni chochote, hawaoni shida, hawaoni chochote. Kwa hiyo ni coincidence tu. Basi tukawa tumerudi zetu nyumbani nini, tukaendelea na maisha yetu kama kawaida. Sasa mind you, katika siku zote hizo wakati vitu vyote hivyo vinatokea, mume wangu alikataa kuajiri msichana wa kazi. Mume wangu alikataa kuajiri houseboy. Mtu pekee yake ambaye alimwajiri ni mlinzi
wa kulinda usiku. Huyo mlinzi Mmasai ambaye huwa alikuwa anakujaga zake usiku, anaondoka asubuhi. Kazi zote ambazo alikuwa akitaka kufanya, kama ni kusafisha nje, kufanya nini, anaagiza kijana, anakuja anafanya kazi zote, akimaliza anaondoka. Kazi nyingine zote za ndani alikuwa anafanyaga yeye mwenyewe, na nyingine nafanya mimi. Mimi hayo mambo yote sikuwa najua ni kwa nini, sikujua hata ni siri gani ambazo anazificha. Sasa baada kama ya mwaka hivi hapo kashani saubisha kila kitu. Hapo ananipa moyo, ananiambia sijali, sijawahi kusikia maneno kutoka kwa maifi, sijawahi kusikia maneno kutoka kwa wapi, sijawahi kusikia maneno yote. Yaani tena mume wangu ndio akawa ananipenda kama nimempa watoto 10. Mimi sikujua kwa nini. Dada, ukujua kwa nini au kichwa kizito kwa sababu ulikuwa unapenda mali nyoko? Basi baada kama mwaka hivi nikabeba mimba nyingine. Sema sana hivyo beba hiyo mimba nikawa na huzuni. Yaani ile nimepima tu kaambia mume wangu nina mimba. Sema nilipomwambia nikaona kabisa nimemwambia mume wangu kwamba nina mimba, alafu sina hata furaha kwa sababu ya mimba mbili ambazo mambo yaliyotokea. Sina raha kwa sababu najua yani mwisho wa siku itakuja ikatokea yale. But let me tell you my dear, ile mimba sikusikia kuchoka, sikusikia kichefuchefu, sikusikia chochote. I was very okay mpaka mimba inafikisha miezi 6, nikajifungua mtoto mzuri kabisa, mtoto mzima. Sio, unanielewa vizuri? Nikajifungua mtoto mzima kabisa. Sasa ile siku ambayo nimejifungua, mume wangu sikwenda hospitali. Mume wangu aliajiri mtu, alienda kaajiri hawa manesi ambao wanazalisha nyumbani ili nizalie nyumbani. Kwa hiyo nilizalia nyumbani. Na usiku wa kwanza yule nesi alikuwa pale nyumbani. Usiku wa kwanza mume wangu akasema anataka kulala chumbani, anataka kulala yeye, mimi na mtoto wake, kwa sababu he want to bond. Anataka kupata ile feeling ya kulala usiku wa kwanza yeye na mtoto wake na mke wake. Tukalala pamoja. My dear, ule usiku nililala usingizi ambao sijawahi kulala mimi. Mimi ni mtu ambaye naamkaga na kujoa mara 2 mara 3 kwa usiku. Sikushtuka, sikukojoa, sikufanya chochote, nililala straight. Na kuja kuamka yule house girl sio house girl, yule nesi anagonga mlango kwa nguvu, yani like madam amka, muda wa dawa umefika, muda kusafishwa umefika. Ndio naamka, ni saa 2 asubuhi. Akaniambia, madam, mbona umelala muda mrefu hivyo? Nikamwambia sijui, labda ni uchovu. Lakini kimoyomoyoni mimi nikawa najua kabisa kuna kitu ambacho hakiko sawa, kwa sababu afu hiyo siku nimelala sijaota chochote. Yaani kwamba eti nimeota labda nikaota nikasahau, sikuota chochote. Basi nikaamka, yule huyo alioajiriwa huyo ambaye ndio nesi, sijui ni nini ya home delivery ambao wanakufanyia na issue zote za nyumbani, akawa ameniogesha, amemwogesha mtoto, ametupa dawa, sijui nini hivyo. Mambo yakawa yameenda hivyo. Sasa hiyo siku baada kama ya kesho yake hivi, sasa nikakumbuka, kwa sababu mimi kitovu cha mtoto sikukiona na placenta sijui nini sikukiona, sikujua vimetupwa wapi. Nikamuuliza yule msichana, hivi huyo dada ambaye alikuwa ananifanyia, ambaye ni sijui nimuite nesi, sijui nimuite msaidizi, I don't know, kwa sababu yeye ndo alinizalisha na yeye ndo alikuwa hapo nyumbani ananisaidia. Nikamuuliza kitovu na niliu placenta imeenda wapi, placenta sijui na kile kitu ambacho kinatoka ndani na mtoto vile. Nikamuuliza viko wapi, akaniambia mume wako alinichukua, alisema yeye anaenda kuvihifadhi sehemu salama. Nikajiuliza anaenda kuvihifadhi sehemu salama sehemu gani? Jioni mume wangu akawa amerudi. Nikamuuliza umpeleka wapi placenta ya mtoto? Akaniambia mke wangu nimeenda kuvichimbia sehemu salama. Si unajua tena hii dunia ina mengi, kwa hiyo nimeenda kuficha sehemu salama. Nikasema haya. Sikumdoubt kwa sababu ni mume wangu, kumdoubt kwa sababu unapenda pesa malaya. Basi nakwambia tukaendelea hivyo maisha, tukaendelea kuishi nini. Mtoto akawa amefikisha mwaka 1, haongei, hatambai, hainuki, hafanyi chochote, hashtuki, yuko zake kakaa chini, hana wasiwasi. Nikamwambia mume wangu, huyu mtoto wetu, unajua stage ambayo kafikia, alikuwa anatakiwa aanze kuita mama, anatakiwa aanze kutambaa, anatakiwa aanze kufanya hivi, lakini mbona hafanyi chochote? Mume wangu akaniambia, hata usijali, wewe una haraka gani? Kwani una shida gani? Yaani mbona mimi hata sielewi. Basi tukakaa hivyo mtoto mpaka anafikisha miaka 2, hajatembea, hajafanya chochote, yuko hapo chini, yuko zake akikaa na kuangalia hivi, akigeuka kageuka, akifanya zake hivi, kamaliza, hafanyi chochote. Lakini kula anakula vizuri, kunenepa vizuri, mwili uko vizuri. Sio kwamba tukimshika kwamba eti ni mlegevu, labda unaona kwamba mtoto ana shida yoyote. Hamna, yuko tu sawa, kakaza mwili, umekaza kila kitu, lakini ndio hivyo, hafanyi chochote. Basi baada kama miaka 2 nilikuwa nimebeba tena mimba. Nilipobeba mimba nikaenda vile sikuumwa, sikufanya nini, nikawa nimejifungua. Sasa hapo sikuwa na mfanyakazi bado. Ni mume wangu ananisaidia, mara nyingi anakuaga nyumbani. Yaani akitokaga anaweza akatoka basi siku 2 siku 3 akarudi, au akatoka zake usiku. Ratiba zake hazijulikani kwa sababu hata sijui hata alikuwa anaenda wapi, na je kuniambia anaenda wapi kufanya nini sijui. Sasa nikawa nimebeba mimba nyingine, nikajifungua mtoto mwingine. Ratiba ni ile vitu vilivyojirudia vile mpaka mtoto anafikisha miaka 2, ambako sasa anafikisha miaka 2, mwenzake ana miaka 5 I think, hapo yuko na miaka 5. Hajatembea, hajafanya chochote, bado tu wako nyumbani. Yaani nikawa nimeshakubaliana kwamba nina mtoto mlemavu. Akaja mtoto mwingine naye amekuwa vile ni mtoto mlemavu, kwa hiyo wote ni walemavu my dear.
My friend, nikawa nawaza Mungu wangu sijui nitafanya nini. Sasa mume wangu akawa amesafiri. Aliposafiri akakaa kama wiki. Ile wiki my friend nilikiona cha mtema kuni. Maana kila nilichokuwa nakifanya nafanya huku unatakiwa ufanye hichi, watoto wako chini wamekaa tu mara wanalia, wananisumbua vibaya. Yaani wananisumbua, wanalia muda wote sielewi. Nikawa najiuliza watoto wamefanya nini, nikawa nampigia mume wangu nikipiga hapatikani. Let me remind you. Mume wangu akisafiri nikimpigiaga huwa hapatikani. Yaani kama akipatikana basi yuko sehemu ambayo network ni mbaya, ambayo mkiongea dakika 2 simu inakata au unasikia ina bip, yani ni kwamba ina disconnect yenyewe. My dear, sio ndio vizuri. Nampigia baba yao hayupo, yani hapatikani hivyo. Baada ya wiki akarudi, nikamwambia mume wangu, hii hali mimi siwezi kuendelea naye. Naomba tu nitafutie msichana wa kazi. Uliposafiri watoto walikuwa wanasumbua, watoto walikuwa wanalia, watoto walikuwa wanasumbua kishenzi. Naomba tu nitafutie msichana wa kazi. Akaniambia sawa. Akaniambia tafuta msichana wa kazi. Sasa kuna rafiki yangu ambaye mara nyingi nilikuwa labda tukiwa tunatoka nini, kwa sababu nilikuwa nyumbani niko nimeboeka nini, kuna rafiki yangu ambaye mara nyingi huwa nilikuwa natoka naye. Nikampigia simu nikamwambia nina shida na msichana wa kazi, unajua niko nyumbani mwenyewe, watoto ndio hao hapo, naomba unisaidie kunitafutia msichana wa kazi. Akawa amenitafutia msichana wa kazi. Huyo msichana akawa amekuja anatoka kijijini. Alipokuja tule msichana yani alipokuja akaingia na rafiki yangu, alipoingia tu pale mlangoni naona akashtuka. Alafu akaanza kunena ni kama mtu ambaye ananena kwa lugha ambaye anaomba. Nikasikia amenena akawa anatembea mpaka kaja akakaa. Nikasikia amesema amina. Ndio nilichoelewa kwamba yule binti alikuwa anaomba. Akaniangalia. Aliponiangalia akaniambia dada uko sawa? Nikamwambia yes niko sawa. Kwani kuna nini? Akaniambia dada hamna, kuna kama kitu hamna dada samahani. Basi nikamkaribisha yule binti nikamwambia karibu nyumbani, nikamuelekeza mazingira, nikamuelekeza sehemu ya kwenda kuweka vitu vyake, nikamuonyesha chumba chake nini hivyo, nikamuelezea kazi, nikamuelezea kuhusu watoto hivyo. Sasa yule rafiki yangu tukawa tumeongea, nikawa nimeondoka na yule rafiki yangu tukaenda tukakaa huko nini hivyo. Sasa wakati nilienda nilikaa kama masaa mawili hivi, tulienda tukatoka tukaenda sehemu tukakaa. Mimi huwa nakunywaga sometimes wine nini hivyo. Kwa tuende tukakaa sehemu tukanywa wine tukala, nikawa nimerudi nyumbani. Sasa niliporudi nyumbani nikakuta yule binti yuko chumbani kwake, kafunga mlango, nilisikia anaomba. Alafu wale watoto wangu hawapo hapo sebuleni, nasikia wako chumbani kule wanalia. Yule binti anaomba, yani ni anaomba kwa kishindo, anaomba kwa mtetemeko, anaomba kwa imani. Ushawahi kuona wachungaji ambao wanaomba mpaka kanisa unasikia kanisa kweli, yes hapa nguvu ya Mungu ipo. Yule binti alikuwa anaomba vibaya mno. My dear, dakika 5 nyingi nikasikia honi mlangoni, yani honi zinapigwa. Unajua kama honi zinapigwa kama kuna mtu anataka kufa sijui kitu gani, honi zinapigwa nyingi kishindo. Ndio nikatoka nje maidia, nikaenda nikafungua geti, maana msichana wa kazi anaomba. Mume wangu nakwambia alipofika akanisukuma, yani namsalimia mume wangu akafika akanisukuma akaniambia nani yupo huko ndani? Nikamwambia kuna msichana yupo ndani, nakwambia alifika pale ule mlango hakugonga. Ni alipiga ule mlango kidogo uvunjike, fungua mlango. Yule binti akafungua mlango. Yani yule binti alivyomuona mume wangu tu, maidia, yule binti alivyomuona mume wangu nikasikia anasema Mungu wangu. Akashtuka ule mume wangu naye akashtuka akarudi nyuma. Aliporudi nyuma kwanza akamwangalia yule binti afu akawa anaangaliana kama chui na paka au kama paka na paka mwenzake vile ambavyo wanajiandaa kuraruliana vile nakwambia. My dear, mume wangu akamwambia yule binti paki virago vyako ndani, sitaki kukuona, nataka uondoke sasa hivi. Akamwambia ndani mimi siondoki. Nikamuuliza mume wangu unataka binti aondoke ndani kwa sababu gani? Kwa sababu binti ndio kwanza kaja leo, hajakukosea chochote, hajafanya chochote, huyo binti haondoki ndani kwa sababu mwenyewe sina mtu wa kunisaidia, naomba huyo binti aondoke. Mume wangu akaniangalia akaniambia huwezi kuelewa wewe. Huwezi kuelewa vitu ambavyo vinatokea, ni vita au huwezi kuelewa. Nikamuuliza vita siwezi kuelewa, vita gani ambavyo siwezi kuelewa? Yeye niambie nitakuelewa. Akaniambia no huwezi kuelewa, nataka huyo binti aondoke. Nikamwambia binti aondoke. Mimi kazi huko ndani watoto hawa wawili ambao wote ni walemavu na kaa nao ndani, my friend, mimi siwezi. Sasa mume wangu akawa ameondoka kwa hasira. Alivyoondoka, alikaa wiki hizo 2 hakurudi nyumbani. Ukimpigia simu hapokei na ukimpigia simu wakati mwingine haiti na sometimes haipatikani. Sasa mimi sio mtu wa maombi. Sikuwa mtu wa maombi kabisa, sikuwa mtu wa imani. Yule binti akaniambia hivi, "Madam, fanya kuwa na rutini ya kuomba. Naomba niwe tunaomba sisi usiku." Sasa mimi sijui cha kuomba, mimi nikawa naambia tu omba. Kwa hiyo akawa tu anaomba mwenyewe, sometimes yuko na watoto chumbani anakaa nao anawaombea, anaomba. Yaani kuna wakati alikuwa anaomba mpaka nasikia nyumba inatetemeka. Sio naelewa vizuri, nasikia nyumba inatetemeka, nasikia vishindo, nyumba inatetemeka lakini sielewi. Sasa mind watoto wangu walikuwa wamekaa tu chini. Hawatembei, hawatambai, hawafanyi nini. My dear, ndani ya ile wiki 2 wale watoto wakaanza kutembea. Yes, wale watoto wakaanza kutembea, wakaanza sasa wanajitahidi, wanaita mama, dada, baba nini, wamechangamka. Unajua kama ile stage ya mwanzo ile ambayo watoto wanafikia, ndio wakaanza sasa kupitia ile stage ya mwanzo ya kuanza kutembea, kuanza kuongea. My dear, ile baada ya wiki 2 mume wangu akawa amerudi. Alivorudi akaniambia ulikataa kumuondoa huyu msichana.
damage ambayo huyu binti kaifanya humu ndani, damage ambayo binti kafanya ni vitu alivyovifanya huwezi kuelewa, lakini humu ndani sitaki kukuona. Sio, unaelewa vizuri. Humu ndani sitaki kukuona. Naomba wewe virago vyako uondoke na huyo binti. Nikawa namwambia mume wangu, akaniambia hujui damage ambayo huyu binti ameifanya na hamjui mlichoniharibia. Mnataka kuniua. Mnataka kupoteza maisha yangu, hamjui mlichoniharibia. Wewe mwanamke, humu ndani umekosa nini? Humu ndani mimi kila kitu nakupa, unakuja unaniletea je huyu binti kaja humu ndani unataka kuniletea vitu gani? Unataka kuniletea mabala gani? My dear, alinisukuma akanifukuza na watoto na yule binti. Tumetolewa nje. Akaniambia ondoka na kuambia, akanitolea nguo, katoa nguo za watoto na kuambia akatupia nje. Ikabidi nimpigie rafiki yangu akaja tukawa tumeondoka. Nikawa nimeondoka na lile gari. Nimeondoka nalo lile gari, nikawa nimeondoka nalo nimeenda nalo kwa rafiki yangu. Tumefika kwa rafiki yangu nikamwelezea situation nini uzuri. Mume wangu alikuwa ananipaga hela. Yaani nilikuwa nikimuomba hela, mimi mwenyewe nilikuwa najua tu kwamba nahitaji security, kwa hiyo alikuwa ananipa hela. Kwa hiyo kwenye account nilikuwa na zaidi ya milioni 300 400 kuendelea huko. Sina nielewa vizuri. Nilipofika kwa rafiki yangu nikamwelezea, rafiki yangu akaniambia, unajua mume wako mimi nilikuwa na wasiwasi kwa sababu haiwezekani mtu yani amepata kazi, hana kazi lakini anapata hela from nowhere. Mara mimba zako zinatoka, mara watoto wako ni walemavu. Huyu binti kaja kuanza kuwaombea, anakuja anamchukia huyu binti, anataka kufukuza huyu binti. Wewe uone kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Ndio nikaanza kuwaza my friend, ndio nikawa nasema yani hapa kweli inawezekana kuna kitu hakiko sawa. Basi nikakaa pale kwa rafiki yangu, yule binti akaendelea kukaa, nikasema sasa kama huyu binti kama ni kuniokolea watoto wangu, kama kaja ndani ya wiki mbili watoto wangu wanatembea, basi naendelea kukaa na huyu binti. My dear, nikanunua kiwanja, nikaanza kujenga haraka, nikapandisha nyumba haraka. Kwa kipindi chote hicho yani kama miezi 6 hivi nilikuwa nishapandisha nyumba, nimemaliza nyumba, nimedecorate kila kitu, nimenunua furniture, nilikuwa nimehamia kwangu. Watoto wangu sasa hivi wanatembea, wanaongea, wako sawa, huwezi kujua kama wana shida yoyote. Sasa turudi kwa yule baba. Yule baba aliniblock kila sehemu. Sio, naelewa vizuri, aliniblock kila sehemu. Hajawahi kunipigia, hajawahi kutaka kujua watoto wapoje, hajawahi kutaka kujua chochote kile kinachoendelea. Lakini huyu binti mimi aliniambia twende kanisani kwetu, kwa hiyo huwa naendaga kanisani, naendaga kanisani. Maana alivyokujaga huko alitafutaga kanisa ambalo ndio linaendana na kanisa ambalo alikuwa anasali huko kijijini kwao. Kwa hiyo ndio tunaendaga kanisani kwao, naenda na watoto wangu hivyo. Yule baba ambaye ni mume wangu, kwa sababu naulizaga, nishikutana na jirani nikamuuliza, kaniambia mume wako sasa hivi kaoa na mke mwingine. Lakini mke wake huyo nasikiaga anapataga mimba na yeye zinatoka kama mimba zako zilivyokuwa zinatoka, lakini sasa huyu mwanamke mwingine ashapata mimba kama 3 4 hivi zote zimetoka, na anapata mimba za karibu zote zinatoka. Nikamwambia my friend, mimi sitaki kuyajua, mimba zangu zilishatoka, watoto wangu washakuwa walemavu, washapona, hayo mambo mimi sitaki kuyajua my dear. Sio, naelewa vizuri. Biashara ndio ikaishia hapo. Mimi mpaka sasa hivi niko na yule binti, nishapata mwanaume mwingine, tuko kwenye process za kuoana. Talaka tulishapeana na yule mwanaume talaka, kwa hiyo sio mume wangu tena. Na watoto wake hataki kujua wanaendeleaje, hataki kujua walipo, na sitaki kujua, sitaki kusikia. Hata ndugu zake hawanipigii, siwapigia, hatujuani, naendelea na maisha yangu na watoto wangu wako sana. Huyu binti, yani kila nikimwangalia huyu binti, namwambia binti, mkuja kuniokoa sana, kwa sababu najua kabisa deep down mume wangu alikuwa anawatoaga watoto wangu kafara, na watoto wangu alikuwa anawatumia kwa ajili ya utajiri. Na hata huyo mke wake sasa hivi huko alipo anamtumia kwa matumizi yale, ila nashukuru Mungu mimi nimepona. Niko na huyu binti na niko na biashara zangu sasa hivi, nafanya biashara zangu, niko vizuri. Gari nilikuwa nayo nikaenda nikaiuza, nikanunua gari ya kawaida, na biashara maisha yanaenda vizuri. Huyu binti nishamnunulia kiwanja, na huyu binti nishamnunulia kiwanja, namjengea, nitampa surprise siku ya birthday yake. Birthday yake inakaribia. Kwa hiyo nitampa zawadi ya kiwanja, nitampa na nishaanzisha foundation, na nitamjengea, nitammalizia. Kwa hiyo jamani, story yangu ndio hiyo. Kwa hiyo jamani, nimekuja kuambia wanawake muwe makini. Mambo yanayotokea sometimes, mkiona red flag my friend, kimbieni. Msisubiri si mpaka mambo yawe mazito, mambo yawe mengi my dear. Vitu vinatokea kwenye hii dunia. Kama ninavyosemaga kila siku, kama haijakukuta usiseme haijatokea. Mambo huku duniani yako mengi. Kuna vitu vingi vinatokea kwenye familia za watu jamani. Kwenye majumba haya, sijui watu wanaposti majumba, wanaposti magari, mnasema I tap into your blessing. Which blessing? Unajua hizo blessings zinatoka wapi? Mnajua vitu ambavyo wanafanya my friend. Tuacheni tamaa, fanyeni kazi, fanyeni vitu vya halali, mpate pesa. Hivyo yani. Jamani, huyu dada kaniletea story yake, nimekuja kushare na nyinyi my friend. Kuna stories zinatisha, kuna watu wanapitia vitu vizito sana huko nje. My dear, asanteni kwa kusikiliza, asanteni kwa kufuatilia episode zetu jamani. Nawapenda, endeleeni kutufuatilia kwa episode kwa ajili ya story mbalimbali. Kama una story yako, unataka kitu chochote, kuniuliza kitu chochote, sehemu ambayo na respond sana ni TikTok. Kwa hiyo TikTok natumia jina Lizzy TZ, YouTube natumia Lizzy TZ, mbele ni 2557. Kwa hiyo kama unataka kunipata, njoo TikTok, nitumie message, nitakujibu jamani. Asanteni sana, nawapenda. Bye. Bye. Huyu binti nishamnunulia kiwanja, namjengea, nitampa surprise siku ya birthday yake. Birthday yake inakaribia. Kwa hiyo nitampa zawadi ya kiwanja, nitampa na nishaanzisha foundation, na nitamjengea, nitammalizia. Kwa hiyo jamani, story yangu ndio hiyo. Kwa hiyo jamani, nimekuja kuambia wanawake muwe makini. Mambo yanayotokea sometimes, mkiona red flag my friend, kimbieni. Msisubiri si mpaka mambo yawe mazito, mambo yawe mengi my dear.
Vitu vinatokea kwenye hii dunia. Kama ninavyosemaga kila siku, kama haijakukuta usiseme haijatokea. Mambo huku duniani yako mengi. Kuna vitu vingi vinatokea kwenye familia za watu jamani. Kwenye majumba haya sijui watu wanaposti majumba, wanaposti magari, mnasema tap into your blessing. Which blessing? Unajua hizo blessings zinatoka wapi? Mnajua vitu ambavyo wanafanya my friend, tuacheni tamaa, fanyeni kazi, fanyeni vitu vya halali, mpate pesa. Hivyo yani. Aya jamani, huyu dada kaniletea story yake, nimekuja kushare na nyinyi my friend. Kuna stories zinatisha, kuna watu wanapitia vitu vizito sana huko nje. My dear, asanteni kwa kusikiliza, asanteni kwa kufuatilia episode zetu jamani. Nawapenda, endeleeni kutufuatilia kwa episode kwa ajili ya story mbalimbali. Kama una story yako, unataka kitu chochote, kuniuliza kitu chochote, sehemu ambayo na respond sana ni TikTok. Kwa hiyo TikTok natumia jina Lizzy TZ, YouTube natumia Lizzy TZ, mbele ni 2557. Kwa hiyo kama unataka kunipata njoo TikTok, mtumie message, nitakujibu jamani. Asanteni sana, nawapenda. Bye. Bye.